Biblia inasema Mungu ni tajiri sana. Fedha na dhahabu ni mali yake. Kwa nini hakutumia dhahabu kumuumba mwanadamu? Hii ni NHC TV. Naam, ni wakati mwingine tumekutana tena katika kujuzana yale maandiko matakatifu na meseji kubwa ambazo zimewekwa katika Biblia. Je, unatamani kuielewa Biblia kwa undani zaidi, ama unatamani kujifunza neno la Mungu kwa usahihi na kuona likibadilisha maisha yako? Karibu, langu jina ni Longina Rubes na hii ni NHC, chuo cha Biblia kutoka kanisa la The New Hope Church lililopo mkoani Kigoma. Hiki ni kipindi maalum kinachokuletea mafundisho ya kina, uchambuzi wa kweli wa maandiko matakatifu kwa kujibu maswali ambayo hayajawahi kuulizwa, au kama yaliwahi kuulizwa hayajawahi kujibiwa. Katika kipindi hiki tutafungua Biblia pamoja na kuchunguza ujumbe wa Mungu katika muktadha wake sahihi na kujifunza historia na maana ya maandiko na mafundisho yake, namna ya kuyaishi katika maisha yetu ya kila siku. Biblia tunazo, je, tunaweza kuyaishi maandiko ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku? Kila siku jiunge nasi katika safari ya kukua katika maarifa ya neno la Mungu na kuimarika katika imani na kumjua Kristo kwa undani zaidi. Hii ni zaidi ya kujifunza Biblia, ni safari ya kubadilishwa na neno la Mungu. Tunakwenda kuungana na mtumishi wa Mungu ambaye amepakwa mafuta kwa mujibu wa neno takatifu, ambaye anakwenda kukupitisha katika maandiko ambayo amekuandalia. Unakwenda kubadilika kiroho, unakwenda kubadilika kimwili. Hii ni NHC TV. Leo tena tunayo maswali kadhaa, lakini kabla hatujaenda kwenye swali la kwanza, nataka nikusomee kifungu hiki ili tujenge maswali yetu kutokana na kifungu hiki. Kifungu cha Biblia katika ile sura ya 2 ya kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Hili ni andiko linaloelezea namna gani Mungu alimuumba mwanadamu, au mtu aliumbwa kwa matirio gani. Biblia inasema kwamba alimuumba kwa mavumbi ya ardhi. Matirio yaliyotumika ni mavumbi ya ardhi. Sasa sijui kama hili swali limewahi kuulizwa. Kwa nini Mungu hakumuumba huyu mwanadamu kwa dhahabu? Biblia inasema Mungu ni tajiri sana. Fedha na dhahabu ni mali yake. Kwa nini hakutumia dhahabu kumuumba mwanadamu? Kwa nini hakutumia almasi kumuumba mwanadamu? Kwa nini hakutumia madini mengine ambayo yanatajwa kama tanzanite, green tourmaline? Kuna madini ya maana ya thamani. Kwa nini mwanadamu anaumbwa na kitu kisicho na thamani kabisa? Sidhani kama mavumbi yanaweza kununuliwa hata senti moja. Sijui. Siwahi kuona hata sehemu inauzwa vumbi. Lakini haya ndio matirio ambayo Mungu aliyatumia kumuumba mwanadamu. Lakini angalia, baadaye tunaambiwa kwamba katika viumbe vyote vilivyoumbwa hakuna kiumbe kinachoweza kufananishwa na huyu mwanadamu. Kutoka kwenye mavumbi yasiyo na thamani kikatoka kitu bora zaidi kuliko viumbe vingine. Biblia haituambii twiga waliumbwa kwa matirio gani. Haituambii matirio, lakini nazungumza tu Mungu alisema vikawa. Sasa hilo ndo swali mojawapo ambalo mimi na wewe ndugu yangu katika hiki kipindi tunataka tulijibu. Kwa nini Mungu alimuumba mtu kwa mavumbi, na kwa nini hakutumia vitu vya thamani katika kuumba? Kitu cha kwanza nataka nikwambie kwamba Mungu, sisi au mwanadamu kuumbwa kwa mavumbi kunatukumbusha unyenyekevu. Kuumbwa kwa mavumbi ni ukumbusho wa unyenyekevu. Mungu anachagua kitu kisicho cha thamani, mavumbi, ili mwanadamu asisahau kuwa
yeye ni zawadi ya Mungu. Yaani kila kitu ambacho anacho Mungu, anacho mwanadamu ni zawadi ya Mungu. Amefanyika, amekipata kwa sababu ya zawadi ya Mungu, sio kwa sababu ya ubora wa material ambayo yalitumika katika kumuumba. Kwa hiyo Mungu akachagua kisicho thamani ili kufanya kitu cha thamani sana. Na ili Mungu asiweze kusahau, si ndio? Amefanya hivyo ili mwanadamu asiweze kufahamu kwamba kila alichonacho ni zawadi ya Mungu. Sasa kuna wakati watu wanajisahau. Mtu anapata akili nyingi, mtu anapata fedha nyingi, anafikiri kwamba vile amevipata yeye mwenyewe kwa uwezo wake, kwa akili zake. Anamsahau Mungu. Anasahau Mungu. Lakini Mungu alifanya hivyo, na kama tungekuwa tumeumbwa kwa vitu bora, watu wale wangeangalia ule ubora wa kitu ambacho tungeumbwa nacho, na wala wasingeangalia Mungu. Na kitu namba 2 au jibu, point namba 2, mavumbi hutukumbusha mwisho wa mwili. Mavumbi yanatukumbusha mwisho wa mwili. Nafikiri Mungu alikuwa anajua, kwa sababu yeye ni all knowing, anajua vitu vyote. Alijua kwamba wanadamu hatima yao ingekuwaje baada ya kukengeuka. Kwa hiyo sasa itapokuja kwenye mavumbi, tunapotajua mavumbi, huwa inatukumbusha, inatuletea kumbukumbu kwamba kuna mwisho. Amen. Kuna mwisho. Biblia inasema hivi: kwa maana mavumbi na mavumbini utarudi. Hapa kila mtu ambaye ni mwanadamu, hata wale ambao waga watetemeki hapa waga wanatetemeka. Hata wale ambao hawakumbuki huwa wanakumbuka kwamba hivi kumbe kweli mimi kuna siku nitarudi mavumbini. Nitarudi mavumbini. Tungekuwa tumeambiwa kwamba utarudi kwa dhahabu, tungesema sawa bana, nitaenda kuuzwa. Nitaenda kuuzwa. Au kama utarudi kwa almasi, sasa hapo si ndio nitapata hela nyingi sana. Lakini unarudi mavumbini. Hapo hamna tena ujanja, hamna tena explanation. Kwa hiyo siku moja mwili wako utaacha cheo ulicho nacho. Mavumbi yanatukumbusha hivyo. Utaacha cheo ulicho nacho. Utamwacha mke wako mzuri, utawaacha watoto wako wazuri, utamwacha mume wako mzuri, utaacha gari lako zuri, utaacha nyumba yako nzuri, utarudi mavumbini kule ambako ulitwaliwa. Kwa hiyo mavumbi yanatukumbusha kwamba upo mwisho, upo mwisho. Kwa hiyo pointi ya 3 ni kwamba mwanadamu anayesahau kuwa ni mavumbi yenye pumzi ya Mungu ana mambo yafuatayo. Kwanza, ana kiburi cha kujiona yeye ndio chanzo cha mafanikio yake. Ana kiburi cha kujiona kwamba yeye ndio chanzo cha mafanikio. Kwa nini? Amesahau kama yeye ni mavumbi. Lakini pia anaweza akawa anaabudu mwili kuliko roho. Mwanadamu anayesahau kama yeye ni mavumbi anaweza akaabudu mwili kuliko roho. Yule anayejua kwamba mwili ni mavumbi hawezi kuabudu mwili akaiacha roho. Kwa sababu ile roho ndio ile pumzi ya Mungu ambayo yalipuliziwa yale mavumbi, na kisha yale mavumbi yakafanyika kuwa nafsi hai. Kwa hiyo kumbe unaona hapa kwamba mwanadamu ni mavumbi kujumulisha pumzi ya Mungu, unapata nafsi hai. Ndio unapata hiki kitu cha thamani ambacho kilikuwa sio cha thamani, kimekuwa cha thamani baada ya kujumulishwa na pumzi ya Mungu. Mavumbi plus pumzi ya Mungu ni nafsi hai, ndio unapata mtu wa thamani. Kwa hiyo mtu ambaye anasahau kwamba yeye ni mavumbi, basi huyo lazima utamuona kweli kwamba ana kiburi cha mafanikio binafsi, lakini pia anashughulika zaidi na mambo ya mwili kuliko mambo ya rohoni. Sasa kwa nini Mungu hakutumba kwa dhahabu? Nafikiri sasa hili ndio jibu ambalo ninataka tuliangalie kwa mustakabali mzuri, kwamba kwa nini Mungu sasa hakutumba kwa dhahabu, almasi au tanzanite kama tulivyosema.
ni kweli mimi saa nyingine nilitaka kulijibu hili swali haraka haraka kwamba labda tungeumbwa kwa Tanzanite tungejimaliza sisi wenyewe. Yani unakuwa unajimega kidogo kidogo kakipande unaenda kuuza milioni 5 mwisho unasikia umeisha. Mwisho unasikia umeisha kwa sababu kila siku una mega. Ukipata shida na shida zipo tu duniani. Leo bana na shida una mega kakipande kamoja unaenda unauza gold una meza $1 moja kesho una meza $2 ungestukia umekwisha. Pengine nitaka kusema hivyo, lakini kumbe inawezekana Biblia inalo jibu sahihi zaidi kuliko hilo ambalo nilikuwa nalifikiria mimi, kwamba Mungu alionyesha kuwa thamani ya mwanadamu haitokani na material. Yani thamani yako wewe haitokani na kile ambacho kimetumika kukuumba. Tuko pamoja? Lakini kumbe thamani yake imetokana na yeye mwenyewe Mungu aliyekuumba. Na ndio maana ni muhimu sana kukumbuka sisi ni mavumbi ambao tumefanyika kuwa bora kwa sababu Mungu ameweka pumzi yake ndani yetu. Ukimsahau Mungu huyu aliyeweka pumzi yake ndani yako, unarudi mavumbi yale yale. Hayana thamani na wala hayana mafanikio. Kwa hiyo jibu sahihi, kama mtu pengine akikuuliza sasa, umekwenda umeulizwa kwa nini Mungu hakutumba kwa vitu bora sana, ni kwamba Mungu hakuchagua dhahabu ili kuonyesha utajiri wake. Lakini Mungu aliamua kutuumba kwa mavumbi ili kuonyesha uwezo wake, kwamba anaweza kutoa kitu mavumbini lakini kikawa bora kuliko vitu vyote ambavyo vinaweza kufanyika. Kwa kuhitimisha point au somo hili la leo, nataka nikwambie kwamba usijivunie mavumbi ukaipuuza pumzi ya Mungu. Usipuuze pumzi ya Mungu. Maana yake hapa ni nini? Maana yake hapa ni kwamba wewe ni mavumbi plus pumzi ya Mungu, ndio unaweza kuwa hivyo ulivyo. Unaweza kupata hiyo heshima ulionayo. Sasa ukiangalia tu mwili, ukaacha kuijaze pumzi ya Mungu ambayo ndio inakufanya wewe uwe nafsi hai, unakuwa umepoteza kila kitu. Lakini mavumbi yatabaki duniani na pumzi itarudi ilikotoka. Mavumbi yatabaki hapa, hautaenda nayo kule, na pumzi ya Mungu itarudi ilikotoka kwa Mungu. Mungu akubariki sana. Hii ni NHC TV. Wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na hii ilikuwa ni tamati ya neno la Mungu ambalo tumetoka kulisikiliza kutoka kwa mtumishi hapa ambaye umeweza kumsikia. Natumaini kwamba umeweza kujazwa na umeweza kupokea yale ambayo ulikuwa ukitamani kuyapokea, yale ambayo umekuwa ukitamani kuyasikia katika maisha yako. Jina langu ni Longina Rubes ambaye nimekuwa na wewe tokea mwanzo mpaka hivi ambavyo tunakwenda kutamatisha kipindi chetu. Lakini pia na kwenda kukutajia nambari za simu hapa ambazo zitakuwezesha wewe ambao ulikuwa ukitutizama, wewe ambao ulikuwa ukitusikiliza, uweze kutuma maoni yako, uweze kuuliza maswali yako ambayo maybe hujawahi kujibiwa hapo nyuma kupitia nambari za simu 0745024596 ama unaweza kupiga 0621955100. Lakini pia tunapatikana kupitia mitandao yetu ya kijamii kama NHC TV, Instagram, YouTube, Facebook pamoja na mtandao pendwa wa TikTok. Kipindi hiki cha Chuo cha Biblia kimeandaliwa na kanisa la The New Hope Church kutoka mkoani Kigoma chini ya Baba Askofu Josephat Charles Njige. Kanisa hili lipo Buhanda Businde mkoani Kigoma. Fika pale kwa ajili ya kujipatia huduma, fika pale kwa ajili ya kukombolewa. Mimi ni Longina Rubes na kuacha hivyo, tutakutana wakati mwingine. Binti Sayuni ndo ninaondoka.